Habari ya leo tena ndugu mtazamaji wa channel hii ya True Sound, nikukaribishe tena kwa mara nyingine, mgeni na mwenyeji pia ambayo unaendelea kunifuatilia siku zote. Nikukaribishe sana na pia nikushukuru kwa kutoa muda wako kuangalia tutorial zangu. Inanipa motisha ya kuandaa kwa wingi tutorial. Okay. Twende moja kwa moja, leo ni kuonesha namna ya kuside chain kick yako na bass. Hii kuside chain kick na bass ni nini? Hii kuside chain kick na bass inatusaidia kupata mwingiliano wakati ya bass na kiki. Manake kutakuwa kuna kuhema kwa kiki na bass. Pia nikushauri tu kabla hatujaanza kabisa, kama unatumia simu tu kawaida hutaelewa vizuri, kwa sababu hii ni kiki. Kwenye simu hutaisikia vizuri. Maybe ukawa na earphone au download hii video ukatumia kwenye desktop yako au kwenye laptop yako au kwenye chochote kile ambacho kinaweza kukupa saundi nzuri na huku ukiwa unaona video hiyo. Kwa hiyo nikushauri hivyo. Moja kwa moja tutakwenda hapa. Nimepiga vitu vya viwili hivyo ambavyo ni kick na bass. Unakuwa umepata jinsi vinavyo sound, sawa? Hii kiki inapatikana kwenye FL. Alafu tutakuja sasa kuanza kufanya hii sasa mixing yetu ya kiki. Japo hapa nilishafanya kidogo. Kuna mtu nilikuwa namtolea hicho kisample. Kwa hiyo twende tuanze. Itakuwa iko hivyo kama tulivyoisikia. Hii kiki yangu mimi, drum yangu hii nitaiside chain, nitairoute tuseme, nitairoute kwenye bass hapa. Hiyo ina soundi kutokea kwenye bass alafu baadaye kuja kwenye master. Sawa? Kwa maana yake itakuwa inakuja kwenye bass, nimeiroute hapa, inaingia kwenye bass alafu inatoka kwenye master huku ya kubeba vitu vyote. Nitakuja hapa kwenye slot, kwenye insert hii ya drum yangu ambayo ni kiki. Sasa tuseme hii kiki nitaweka vitu kadhaa hapa. Nitakuja nitafungua parametric EQ. Nitakuja nitachagua preset hapa ya kiki, itakuwa iko hivyo. Nitaiacha kama ilivyo. Nitakuja chini yake hapa kwenye hii parametric ambayo nimeiweka, nitaweka kuna kitu kinaitwa pick controller. Kinapatikana kwenye FL. Baada ya hapo nitakuja kwenye nini? Kwenye hii EQ. Nitakuja kuna hichi cha kwanza, kuna hichi cha pili. Maana yake hichi cha pili kinamaanisha hii namba 1 hapa. Sawa? Alafu hichi cha tatu kinaonyesha namba 2 hii. Lakini mimi nitakuja nitadili na hichi hapa cha pili hapa. Right click, nitakuja link to controller. Kitakuja kitu kama hichi. Huku maelezo ya juu nitayaacha kama yalivyo, isipokuwa nitakuja kwenye internal controller ambayo hapa chini yake kuna neno limeandikwa none. Alafu nitakuja kwenye none hapa kuna kimshale, nitabonyeza pick controller hapa. Alafu nitakuja chini yake hapa kwenye mapping formula, nitakuja nitatafuta neno limeandikwa inverted, nitabonyeza hapo. Baada hapo nitachagua nitatiki hapa kwenye smoothing. Yes. Baada hapo nita accept. Kwa hiyo nikiplay kiki yangu itakuwa iko hivi. Naona unapata kiki heavy kabisa. Isipokuwa huwezi ukaiacha hivyo, itakuletea distortion kwenye ukichanganya na instrument nyingine. Nitakuja kwenye pick controller hapa. Pick controller nitanyanyua hii bass hapa kutoka chini kwenda juu. Nitaweka 30%. Kule mwisho inakuwa inaonesha hapa. Sawa? Alafu kwenye
hii amount ya volume nitaweka kiwango cha 50. Utakuwa una scroll tu hicho kinani chako, au kama itakuwa inazingua utakuja uta right click tu hapa, alafu utaandika 50 hapa. Kwa hiyo hapa nitaweka 0, alafu itakuwa hivyo. Kwenye intention nitaongeza nayo asilimia kama tuseme 48. Kwenye decay nitaweka asilimia 60. Sawa. Alafu nitaangalia kiki yangu imepata matokeo gani kwa hivi nilivyovifanya. Umeona nimeibalance hapa, inakuwa haigongi sana kwenda huku juu, maana kiki nayo ikizidi utashindwa kupata matokeo mazuri kwenye kazi yako nzima. Kwa unaweza kupata kiki ambayo ni nzuri, kwa maana yake inavyo piki hivi, hapo kuna mwachiano wa hiyo kiki, inakuwa inafanya kuhema. Unaelewa, kila kitu lazima kipumue, isipokuwa sijajua kama mawe naye yanapumua hivi, yanapumua. Haya, sio yetu hiyo, ni wenzetu, tuachie wenye taaluma hiyo. Haya, tunakuja kwenye mixer yetu tena. Hii ni mixer. Nitakuja kwenye mixer hapa, nitakuja kwenye base yangu hii. Hii sasa ni gitaa ya base yenyewe. Nitakuja kwenye hii slot ya kwanza, pia nitaweka parametric EQ 2. Nitakuja nitachagua 20 kHz au tuseme hertz. Hizo nitakata hapo, itanionyesha kevu za namna hii kwenye hii EQ yangu. Ukishakata hivi, inakusaidia wewe kwenye mastering yako kutokwenda kuhangaika tena kutumia EQ kukata, maana huaga tunakataga kidogo angalau asilimia au hertz kadhaa huku nyuma kwa ajili ya kupunguza base na nini. Lakini hapo nitakata hivyo. Huku kwenye midi nitakata hivi kwa sababu hii inatengeneza kiki na base. Sitapenda iingie sana kwenye midi, kwa hiyo nitaiacha kwa namna hiyo. Unaona, unapata kiki fulani yenye utulivu. Baada ya hapo nakuja chini ya hii parametric, naweka fruity limiter. Fruity limiter ambayo inapatikana kwenye hii tuseme nimefanyia tu mixing stock ambazo ziko ndani ya FL. Nitakuja hapa kwenye hii limiter, nitakuja kwenye compressor hapa. Kwenye compressor kuna knobs kama hizo hapo, lakini nitakuja hapa kwenye neno limeandikwa side chain. Nitabonyeza hapa, nita right click, utaona imekuandikia ile base yako ambayo ni drum, itakuja na jina lake hapa, itakuonesha. Baada hapo nitakuja kwenye threshold, nitashusha namna hii dB kama 10 hivi. Baada ya hapo nitakuja kwenye nil, nitapandisha hivi, lakini kevu yangu nitapenda ianzie hapo. Hichi kimstari cha huko juu ambacho unakiona kinakuwa kinajitokeza, nitapenda kianzie hapo kwenye mstari wa juu. Sawa, lakini wakati huo unakuwa unaangalia huku asilimia zako jinsi unavyoshusha na kupandisha. Kwenye ratio yangu nitaweka kiwango cha tuseme 3. Kwisha, nitakuwa nimemaliza hivyo. Hivi vingine nitaviacha hivyo. Hata kilabda nitaweka kiwango cha millisecond 3. Hata hii ni kwamba namna inavyoruhusu kuingia na kutoka. Kwa hiyo kiki yako au instrument yoyote ambayo umeamua kuifanyia hiyo attack yako kwenye hii compressor. Kwa hiyo nitaweka kiwango cha millisecond 3. Na hivi vingine nitaviacha kama vilivyo. Haya, nitaona kiki yangu jinsi inavyo piki humu kwenye limiter. Nadhani hapo unaona vizuri kabisa. Kwenye hizi wave zako kuna vi-blue fulani hivi ambazo zinakuwa zinafanya hizi limitation ya hiyo kiki yako pamoja na base. Kuna vi-blue fulani ukiviangalia kwa karibu vinakuwa vimejichora kwenye wave yako.
Kwa hiyo ndivyo inakuwa inavyofanya kazi hivyo, kwa kulimiti base pamoja na kiki kutokuingiliana kwenye ile kwenye yani tuseme zote zikatua kwenye sehemu moja. Kwa hiyo inakuwa inafanya limitation ya namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kupata kiki yako ikawa nzuri hivyo. Kwa hiyo ukishapata kiki yako nzuri kama hivyo, vifaa vingine hata kama ukifanya sasa na ukaja ukafanyana venyewe panning pamoja na balancing nzuri, unapata mziki wako mzuri. Hii inakusaidia kwenye mastering yako, na maanisha kwamba ukishafanya mastering, kuna namna unakuja unaanza kukata hizi, sijui kutafuta vitu fulani ambavyo vimekaa ovyo nini na nini, labda ukaja ukakata tena huku kwenye nini, kwenye low sijui kidogo ukapunguza, tuseme kwa mfano ukaja ukakata hii kwenye wakati unafanya mastering. Kwa hiyo inakusaidia kupunguza, kuja kufanya equalization ya namna hii. Nadhani unakuwa umepata kitu hapo kitakusaidia. Hizi ni techniques tu ambazo tunafundishana, lakini kila mmoja ana ya kwake. Kwa hiyo ukitembelea na channel nyingine unaweza ukaokota vitu, mwisho wa siku ukapata kitu. Lakini hivi navyo ni kujituma wewe mwenyewe. Tuseme ni kujituma wewe, na kikubwa zaidi ni sikio lako. Uwe na sikio la tatu, kutuni sana sikio lako. Najua inachukua muda sana kutuni sikio lako mpaka kukaa kwenye ukatoa kitu ambacho watu waka appreciate. Inachukua muda mrefu. Hiyo inachukua muda. Kwa hiyo nataka wewe kujitoa na kuwa na nia kabisa thabiti. Kwa hiyo hii inakupunguzia kufanya equalization huku kwenye mastering yako wakati wa kumalizia kazi yako. Umepata kiki ya namna hiyo, kiki yako ni nzuri na ni heavy. Nikushukuru kwa kutazama pamoja sana. Siku njema.